Azam wao ndio wanafaa kukujibu kwa nini timu haikuja kuchukua medali. Kitu ambacho naweza nikasema kutokea kwenye upande wa kwangu mimi ni itakuwa ni issue za kikanuni, maybe going forward, kwamba sasa hii suluhisho la kwake litakuwa ni nini. Wala ambalo linazungumzwa, Azam walikataa kuchukua medali. Tutaka tupate ufafanuzi kutoka TFF, pengine nini ambacho umekiamua, nini ambacho kimetokea, na nini ambacho pengine watu hawakijui, ukifahamu kutoka kwenu wenye mamlaka. Azam FC kuto kuchukua medali za CRDB Cup. Basi nikiamua kupolitize medali zilichukuliwa, sio alichukua, sio labda swali lako liwe kwa wachezaji hawakuja kuchukua medali. Nadhani kama hawakuja kuchukua medali, maana obviously mimi siwezi kuongelea habari za Azam. Azam wao ndio wanafaa kukujibu kwa nini timu haikuja kuchukua medali. Kitu ambacho naweza nikasema kutokea kwenye upande wa kwangu mimi ni itakuwa ni issue za kikanuni, maybe going forward, kwamba sasa hii suluhisho la kwake litakuwa ni nini. Na ukiniuliza hiyo pia nitakwambia kwamba kamati inakaa kwenye hizi siku mbili, kamati ya mashindano watakuja na majibu ya nini ambacho kinafaa kuwa ni suluhisho au majibu ya hicho ambacho pengine ungeweza kukiuliza japokuwa umekiuliza kwenye picha tofauti. Kwa sababu pia tumemwona mmiliki wa Azam kwa maana ya Jamal Baresa kaibuka na kuzungumza na kutoa tuhuma nzito sana kwa TFF na kutoa misimamo yake ya kwamba huenda naye akaiondoa timu yake kwenye ligi akaenda kupeka sehemu nyingine, akizungumza kutumu pia kwa maana ya waamuzi na mamlaka kutokuchukua hatua na kuonekana kama kuna vitu ambavyo havijakaa sana vizuri kwenye ligi pamoja na kwenye mashindano. Hilo pia mmelipokeaje kama viongozi wa TFF kutoka kwa mmiliki wa Azam FC? Kwanza kama shirikisho hatuko kwenye position ya kuongelea hisia za mtu, sio. Kwa nini? Kwa sababu kazi ambayo tunaifanya na kazi ambayo tunaisimamia ni kazi ambayo inasimamiwa na kanuni. Kwa obviously hauwezi kuzuia hisia za watu, whether umefurahi sana au wamekasirika, ni hisia, na kila mwanadamu of course yuko na hisia za kwake, sio. Kwa hiyo mimi kwa sasa siwezi kuzungumzia kauli ya mmiliki wa Azam. Kwa nini? Kwa sababu obviously taratibu za shindano na taratibu za ofisi, viko vyombo ambavyo vinafaa kushughulikia hayo maeneo, na kwa nafasi ya kwangu siwezi kuinfluence jambo lifanyike au lisifanyike. Kwa vyote vile ziko kamati ambazo zinaweza kushughulikia hilo jambo na wahusika watakuja kulizungumzia kwamba tafsiri na mapokeo na hatua ambazo shirikisho itazichukua kwa ajili ya hilo ni zipi. Oscar, kwa sababu umezungumza kuhusiana na kwamba kuna kamati ambazo tenda kushughulikia hilo swala, najua kweli tutapata ufafanuzi kwenye kamati, lakini kuna tishio kwa sababu ukiangalia Azam FC na Azam TV ni kama ndugu. Maana yake hata aliyezungumza ana mamlaka pia kuweza kuzungumzia kuhusiana na Azam TV na udhamini na vitu vingine kama hivyo. Kama malalamiko ya wadhamini wanaanza kagusa katika engo hiyo, akizungumzia kwamba kuna kitu ambacho hajaridhishwa nacho, amuoni kwamba huenda ikafikia huko mbele wakafikiria hata wao wadhamini kwamba hatujaridhishwa na hiki, pengine akajitoa kama ambavyo wadhamini wengine washakufanya huko nyuma? Mtu aina yote ambaye anafanikiwa na anaweza kupiga hatua ni mtu anayefanya vitu vyake kwa plani, na sio mtu anayefanya vitu vyake kwa kuhisi, sio. Kwa sababu kuhisi inategemea huko kwenye state gani ya mind ili uweze kusonga au usiweze kusonga. Kwa hiyo kwa vitu vile siwezi kulizungumzia hilo, na kwa sababu nikizungumzia maana nitakuwa nazungumzia hisia, sio. Na mimi nazungumziaje hisia? Siwezi kuzungumzia hisia. Kama litakuja itakuwa limekuja, kama halijaje itakuwa halijaje, lakini what's important ni sisi sote kufahamu kwamba kila jambo ambalo linafanyika kwa utaratibu na linafanyika kwa kanuni ambazo zinasimamia hilo jambo lenyewe. Lakini kitu ambacho hatuwezi kukitoa kwa mwanadamu ni emotions. Kila mmoja yuko na emotions, na kama kila mmoja yuko na emotions, hisia za mtu lazima ziheshimiwe kwa namna ambavyo yeye mwenyewe atakuwa anahisi, lakini hauwezi kuzungumza kwamba hapa mtu sijui imekwaje, kwa sababu hiyo ni sawasawa na imani. Kama mtu akiwa anaamini jambo kwenye picha ambayo anaamini, maana yake ni yeye ndio anayeamini kwa mtazamo na perception ambazo amekuwa nazo. Mara
mara zote kama unaweza ukachagua kuyaangalia matukio yote kwenye details, labda muda mwingine unaweza ukaona kwamba unafaa kujisikia vizuri au haufai kujisikia vizuri, sio kulingana na namna gani ulikuwa umefanya interpretation ya nini ambacho ulikuwa umekiangalia. Kwa itoshe kusema kwamba hatuwezi kuzungumzia hisia za watu, tutabaki kwenye utaratibu, na kitu chochote ambacho umma unatakiwa kukifahamu kwenye picha ambayo tayari itakuwa imeshatafsiriwa based kwenye kanuni ambazo tuko nazo, watafahamishwa. Umeongelea kidogo kwenye kanuni hapo, kutokana na mazingira ambayo wadau wamekuwa kizungumzia, mara nyingi wanasema ngoma ikilia sana mwisho wake ni kupasuka. Ni kama dalili ya kupasuka sasa, kwa sababu mtu kama Jamal Baresa alishaanza kuzungumza, maana yake amefikia mwisho wa siku, moyo wake umeamua mpaka azungumze, na sio mzungumzaji sana. Lakini wadau wamekuwa hata na mashabiki kwa kizungumzia kuhusiana na masuala ya upangaji wa matokeo, rushwa. Kuna sehemu ishaye kutokea, kuna hatua zishaye kufanyika za moja kwa moja ili kuondoa hili tatizo. Sasa kuna mapendekezo ambayo waandishi wa habari pia tushaye kuleta kama kanuni, kwamba iingie kwenye kanuni ikiwahusisha moja kwa moja TAKUKURU, ili waweze kuwa ni sehemu ya kwenda moja kwa moja kukabiliana na matukio ambayo yanakuwa na hisia, ili TFF msipate changamoto hizo, libakie kwenye nguvu ya TAKUKURU. Tunakumbuka hata swala la Tabora, mkuu wa mkoa alishaye kuzungumza hayo mambo, lakini hakuna mtu aliyefafanua, yanabakia kwa wadau na vitu kama hivyo kulalamika. Mnachukua hatua gani kama TFF ili kuondoa hili swala, ili lisije ikaporomosha ligi yetu na ile imani ya mashabiki wadau kuhusiana na upangaji wa matokeo wakati TAKUKURU wapo? Sasa sijui swali lako linakuwa ni nene, kwa sababu wewe mwenyewe unawataja TAKUKURU, sio? TAKUKURU ni chombo cha serikali, ni chombo cha serikali, sio, ambacho kiko hapo kikatiba na kiko na mamlaka, sio? Kwa ukileta kwenye picha ambayo unaleta, yani ni zifu TFF sasa wanatakiwa kufanya kazi ya TAKUKURU, sio? Wale wana taratibu za kwao. Kwa maana yake kama una hoja, pengine ingefaa hata kuwauliza kwamba tumeleta, let's say wewe leo una ushahidi kwamba mtu amechukua rushwa, umesubmit kesi, si ndio? Kwamba bana, mimi nimeona mtu anachukua rushwa, kwa aliyetoa rushwa ni huyu, aliyechukua rushwa ni huyu. Wao kama ni chombo chenye mamlaka, maana yake watachukua hatua, na sio lazima hizo hatua ziwe reported na TFF, sio? Kwa mimi nafikiri tuziache mamlaka zifanye kazi na sisi tufanye sehemu yetu, na hakuna mtu hata mmoja ambaye anazuia mamlaka kufanya kazi ambazo wao wanazifanya kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Na ukitaka tu kujua ukweli, sisi tunafanya kazi karibu sana na hizo mamlaka kwenye utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Kwa mambo mengine ambayo yapo kisheria, yapo kwenye utaratibu, haiwezi kuwa kitu ambayo katibu mkuu wa TFF anaweza kaongelea mamlaka kama TAKUKURU. Hapana. Kwa sababu Oscar 2022 TFF pamoja na TAKUKURU walikaa pamoja kutengeneza joint venture ambayo hata waandishi wa habari tulikuwepo hapo, lakini tokea hapo hatujai kusikia kitu chochote, hata tuhuma zinazozungumzwa kwamba TAKUKURU wamefanya utafiti huu, wamefanya hiki, kaja na majibu kwamba hakukuwa na upangaji wa matokeo, watu wajue kwamba kumbe ilikuwa sawa sawa. Pengine watu wanaweza kana tuhumiwa tu bure, kumbe upangaji wa matokeo haupo. Lakini inawezekana tukasema hakuna upangaji wa matokeo, kumbe upo. Lakini TAKUKURU hawajawahi kutoka, watu wakajua pengine kwenye kanuni ilitakiwa tuseme TAKUKURU ndio ambao watakuwa na uwezo wa kutafiti bila kuiarifu TFF kama ambavyo umesema. Sasa kama hawajawahi kutoka na nyinyi mlishafanya joint venture miaka ya nyuma, watu wanakuwa na maswali mengi. Hebu tuambie hili linakaje hapo, Oscar Mirambo? Unafikiri uswali anafaa kujibu nani? Kwa sababu wewe ni katibu wa TFF, maswali yote yako mezani kwako, kwa sababu naamini kabisa kama kuna joint venture na TAKUKURU, inawezekana ukatuambia pengine labda kanuni au inawaruhusu moja kwa moja, ili tujue kabisa hapo TAKUKURU labda hajafanya kazi yao. Kwa sababu mfano kuna tukio la Tabora ambalo lishawahi kutokea, watu waitarajia pengine TAKUKURU, hata kama TAKUKURU mkoa Tabora watoe majibu, au taifa watoe majibu, au TFF watuambie kile kilikuwa sawa sawa au kilikuwa sawa sawa. Kitu ambacho kimebakia kwa wadau kwamba yule aliyetuhumiwa alifanya kile kitu na yule aliyetuhumu alikuwa sahihi. Pengine TAKUKURU angetuambia kwamba aliyetuhumiwa hakuwa sahihi, sio kweli, yule alitengeneza mazingira ya kufanya hivi kitu ambacho kilikuwa sahihi. Lakini kuacha hivi hewani pengine ilikuwa ni shida kwa wadau na kuamini kwamba sasa kuna upangaji wa matokeo.
Hilo kama kaimu katibu, si unalizungumzaje pia? Mimi sijui kama ni mimi ndo ambaye napoteza au ndo ambaye unapoteza, kwa sababu unajua TFF sio ipo kwa mujibu wa sheria, sio? Ndio. Na ina usajili, si ndio? Ndio. Kwa taratibu zote za TFF ni taratibu ambazo zina comply na sheria na katiba ya nchi, na hakuna kitu ambacho kina overlap. Lakini pia hakuna ceiling ya vyombo vya serikali kufanya kazi, kwamba TFF inaweza ikazuia chombo cha serikali kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu viko hapo kikatiba na viko hapo kisheria, sio? Kwa hiyo mimi, kama utakuwa unakumbuka vizuri, nimekuambia mwanzoni, kwa mfano hapo unahoji kwamba hawajatoka nje, hawajasema chochote. Na kulikuwa na joint venture ambao mliingia mwaka 2022. Taratibu sasa, sio? Ndio. Yaani joint venture hiyo ambayo unaizungumza, kazi ya TFF ni nini? Ni kusimamia na kuendesha mpira. Na kazi ya TAKUKURU ni kuchunguza na kuzuia rushwa. Sasa kama kuna hiyo hoja ya kwako, iko upande gani? Yuko kwenye development ya mpira au yuko kwenye kuzuia na kupambana na rushwa? Ndio maana Oscar Mirambo nikasema kwamba mitendo hiyo waingie ndani kwenda kuzuia vitu ndani ya mpira mkuu. Twende taratibu. My point is, ni kitu ambacho najaribu kukusaidia hapa ni kwamba kama ingekuwa ni jambo ambalo ni specific kwenye issue za development za football, I am in a position of saying it. Umenielewa? Kwa sababu that is the core business ambayo tunafanya kama shirikisho. Lakini kama ni jambo tofauti na hilo, maana yake hiyo mamlaka nyingine ndio inaofaa kuzungumzia hilo jambo. This is what I'm trying kukusaidia wewe kwenye kuelewa. Mimi leo nikiingia partnership, sio? Ndio. Na wewe hapo, wewe ni chombo cha habari, si ndio? Ndio. Partnership ya kwetu itakuwa ina pande mbili. Kutakuwa kuna upande wa habari, lakini pia kuna upande wa development ya mpira. Kama kutakuwa kuna hoja ya habari, anayefaa kujibu ni nani? Itakuwa ni upande wangu. Sasa, yaani kama hizo unaweza ukaelewa kwenye mazingira mepesi, you should also understand kwenye context ambayo na nini najaribu kukuambia, kwa sababu vinginevyo utauliza maswali ambayo hautakaa upate majibu kwangu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unaniuliza kitu ambacho mimi kimsingi sio mtaalamu kwenye hizo vitu, na sio mtu ambaye anafanya hiyo shughuli ambayo na nini unaniuliza, sio? Kwa maana ya kwamba hata kama kulikuwa kuna hiyo joint venture ambayo unaisema kwamba tumesaini MOU, meaning sisi tunatoa access 100%, sio, ya mamlaka kufanya kazi kwenye mazingira ambayo tunafanyia kazi. Ndio. Lakini hatuko kwenye position ya kuihoji mamlaka kwamba mbona hiki hamjaripoti au hiki hamjaripoti. Na mimi naamini kwamba wanafanya kazi kwa taratibu na vitu vyao vinakuwa reported kwa utaratibu ambao uko kwenye taasisi. Na from there, maana yake kama tunataka taarifa, mimi kama ni mwandishi wa habari, kama wewe nataka taarifa na niko na reference hizo ambazo niko nazo, mimi siamini kwamba TAKUKURU wanakataa kukupa wewe access ya kutaka kufahamu ambacho unatakiwa kufahamu. Ninachokishukuru kwako Oscar Mirambo, wewe ni katibu na unafanya kazi yako vizuri, na nakushukuru sana kwa kujibu hoja kwa hoja na kuwafahamisha watu. Mimi binafsi nimeelewa kwamba TAKUKURU ndio ambao walitakiwa watoke kwa sababu ya joint venture. Mimi nakiri kabisa, huenda watu walikuwa wafahamu kwamba TAKUKURU ndio wanatakiwa kulaumiwa kwa chochote ambacho kinaweza katokea ambacho wao wana jukumu la kulifanyia kazi. Nikushukuru sana Oscar Mirambo. Karibu. Asante sana.